Kwa jina la Yesu Kristo, amina. Tuombe. Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu, kwa jina lako lenye utukufu na nguvu, ninakushukuru tena kwa siku hii na kwa saa hii Baba. Ninaomba neema yako na uweza wako na nguvu zako. Ninakushukuru kwa sababu unatupa neema siku kwa siku ya kukujua, ya kukufuata na kukutumikia. Nakushukuru kwa neema unayonipa ya kuendelea kupeleka ujumbe wa neno lako kwa watu wako. Ninaomba yale mapenzi yako mema yakaendelee kutimizwa kwa kila mmoja. Fadhili zako na rehema zako Baba zikaendelee kuwa na kila mmoja. Baba, sasa kuna wengine wanateseka na njaa, na vita, na maumivu, na kuonewa, na kuteswa, na wengine wanaviziwa ili waangamizwe. Mungu wa haki yote na wa kweli yote na mwenye huruma na rehema, naomba waangalie, uwapelekee na msaada wako. Malaika wa ulinzi walinde, na damu ya Yesu inene mema kwao kila mahali katika nchi, kila mahali katika ulimwengu huu. Nguvu na uweza wako Jehova Baba, naomba uwaendee na uwasaidie sasa. Huyo anitazamaye na asikie pia, naomba mguse, mtetee, mpiganie kwa uweza wako mkuu na kwa rehema zako nyingi. Ni katika jina la Yesu, amina. Karibu sana mtu wa Mungu, mtoto wa Mungu, mtumishi wa Bwana. Karibu na tupokee tafakari njema ya neno la Mungu. Tafakari ya muda huu ni fundisho la Yesu au ujumbe ambao Yesu aliunena kwa ulimwengu huu. Ni muhimu sana ujumbe huu tuujue sasa. Ni muhimu sana tuujue. Uko katika Yohana sura ya 16. Yohana 16 kuanzia mstari wa kwanza. Yohana 16:1. Maneno hayo nimewaambia, msije mkachukizwa. Watawatenga na masinagogi, na saa yaja watakapodhania kila mtu awauae ya kwamba anamtolea Mungu ibada. Na hayo watawatenda kwa sababu hawakumjua Baba wala mimi. Lakini nimewaambia hayo ili makusudi saa ile itakapokuja myakumbuke ya kuwa mimi naliwaambia. Sikuambia hayo tangu mwanzo, kwa sababu nalikuwa pamoja nanyi. Lakini sasa mimi naenda zangu kwake yeye aliyenipeleka, wala hakuna mmoja wenu aniulizaye unakwenda wapi. Bwana Yesu asifiwe sana. Na Mungu Roho aliye mwalimu na mwenye kufundisha akufunulie tena na tena, tunapoendelea kutafakari sasa na kufunuliwa na Roho mwenyewe. Ni maneno ambayo Yesu aliyasema wakati ni kama sasa tuseme anaaga kwamba saa yake ya kuwepo ulimwenguni imekaribia kuondoka. Anaondoka, anarudi kutoka kule alikotoka, anaenda kule alikokuwa ametoka, akaja kwetu duniani. Anasema maneno hayo nimewaambia. Kwa hiyo ukisoma sura ya nyuma ya Mathayo ya Yohana tena, kuna ambaye alikuwa anasema, kwa mfano ukisoma mstari wa 25 anasema, yeye anichukiaye mimi humchukia na Baba yangu. Haya mengine, likumbukeni neno lile nilowaambia. Yohana 15:20, mstari wa 20. Likumbukeni neno nilowaambia, mtumwa si mkubwa kuliko bwana wake. Haya, nenda mstari wa 21. Lakini hayo yote watawatenda kwa ajili ya jina langu, kwa kuwa hawamjui yeye aliyenipeleka. Sasa ukiingia sura ya 16 ndipo anasema maneno hayo nimewaambia, msije mkachukizwa. Anasema watawatenga na masinagogi. Kutengwa na masinagogi. Sinagogi ni nyumba ya ibada. Ni mahali wanakoabudu watu, wanakomtukuza Mungu. Ni mahali ambako wanafanya ibada. Na Yesu anasema, akawaambia, kulikuwa na masinagogi kule Uyahudini huko. Nyumba au sehemu ndogo ambako walikuwa wanaingia watu kufanya ibada. Kuna mahekalu na masinagogi. Kwa walikuwa wanaingia sehemu inayoitwa, kuna sehemu nyingine inaitwa sinagogi, sehemu ya ibada. Na Yesu anasema wale waliomwamini na wanaomfuata na wanaotenda haki, wanaoishi kwa haki, anasema kuna saa itafika ambapo watatengwa kwenye masinagogi. Akawaambia
kwamba kuna wakati mtapeleka ujumbe au mtakuwa mkifanya ibada, mtatengwa. Maana yake ni kwamba kuna walio ndani ya sinagogi ambao hawajampokea Mungu au hawajapokea Yesu au hawana wokovu ndani yao. Wanaenda kimwili au wanaenda kikawaida sana. Hao Yesu anasema hao wanaweza wakakutenga. Hao kwa lugha nyingine ni watu wanaitwa watu wa dini, wamekolea sheria. Wanaweza wakakutenga na sinagogi. Na anasema pia watu hao, kuna watu ambao itafika wakati wataua wengine. Kuna wengine watawaua wenzao. Na nyakati hizo nafikiri zimefika sasa. Kwamba kuna wengine wataona tuue au auwe kwa sababu akifanya hivyo ni jambo linalompendeza Mungu, kwake ni ibada. Kwa kuna watu wana imani ya namna hii, kuna watu wana mtazamo wa jinsi hii katika dunia hii, kwamba yeye akifanya uovu, ule uovu Mungu anauchukulia ni sawa. Anauchukulia kwamba ni sahihi. Anachukulia ni sahihi kwamba anachokifanya yeye, kwamba kimekujeruhi, kimekuumiza, kimekuangamiza, kwamba ametekeleza wajibu uliostahili. Ametimiza kile ambacho kilikuwa kinastahili. Je, kwa Mungu kimestahili? Hilo ndo swali la msingi. Je, kwa Mungu kimepokelewa? Wapendwa watoto wateule wa Bwana, neno hili ni muhimu sana. Sijui kama umewahi kukutana na maneno haya. Yesu anasema watawatenga na masinagogi. Naam, saa yaja watakapodhania kila mtu awauae ya kuwa anamtolea Mungu ibada. Sasa ukisema ijaja, basi hiyo saa inakuja. Hata kama hiyo saa haijafika, maana yake hiyo saa inakuja. Ambayo wengine wataona wakiua mtu au wakikuua wao, kwao ni sawa. Maana yake wanafanya ibada. Kwao ni ibada. Wanachukulia kwamba ni ibada kwa sababu wamekuchinja, kwa Mungu ni sawa. Au wametimiza kile ambacho kazi yake inimwelekeza. Sasa vitu vyote alivyoweka ni Mungu. Kwa hiyo tujue mazingira, nyakati, saa inafika ambapo haya yote yatatokea. Pale watakapochinja wengine, watakapoangamiza wengine, watakapoonea wengine, watakapokanyaga wengine, wao watajiona kuwa sahihi na kwamba wanatimiza na kwamba wanafanya sawa na kwamba ni haki. Mbele za Bwana itakuwa ni haki. Ikiwa Yesu amesema hivi, inamaanisha kwamba si haki, si sawa. Kwa hiyo anasema wale wanaomwamini Yesu. Tuelewe vizuri hapa. Hapa Yesu anasema na wale wenye imani ya Yesu, wale ambao wako ndani ya wokovu, ambao wanaishi katika maisha ya haki na kweli, wanaweza wakakutana kabisa na jambo hili. Watakutana na jambo kama hilo, kwamba watauawa, na wanapouawa, wanaoua wanaona ni sawa na ni sadaka. Kwao ni sadaka. Kwa maana nyingine hiyo ni kafara. Naamini sasa utaendelea kuelewa kwamba hii kitu hata sasa ipo. Kwamba kwao ni kafara, kwao ni sawa tu, kwa sababu kwao ni kama ibada. Itafika saa, anasema Yesu, sio maneno yangu, usinifikiri vibaya. Ni Biblia, na lazima haya yote tuyajue kwa sababu yameandikwa na Yesu aliyaweka. Anasema saa yaja watakapodhania, yani mawazo yao, mtazamo wao, watadhania kwamba kila kuua kwao wakituua wanamtolea Mungu ibada. Tena ameandika kwa herufi kubwa Mungu, sio Mungu. Wao wanafikiri wanatimiza na Mungu anafurahi na Mungu anakubali. Kwa hiyo inakuja saa, Yesu amesema, mimi sasa sijui kama hujaiona. Kama hujaiona, maana yake iko inakuja. Na kilichoandikwa kwenye Biblia lazima kitatimia, lazima kije kifikie, lazima kitatimizwa. Ndivyo neno la Mungu lilivyo. Halikudanganya, halidanganyi, na wala halipiti bure. Wapendwa, mtoto wa Yesu, saa imeambiwa inakuja. Kwa hiyo watakapokumaliza wewe, watakapokutendea jeuri, ukatili, ubaya, watakuwa wamejihesabia kwamba wao kwao ni sadaka.
Kwa hiyo wengine watafanya makafara wakijua kwamba wako sahihi kabisa. Wao wanadhani na kuona kwamba kwao ni sahihi kabisa na kwao ni sadaka. Yesu anasema hayo. Na Yesu anasema, lakini nimewaambia hayo ili makusudi saa ile itakapokuja muyakumbuke ya kuwa mimi naliwaambia. Yesu anasema tunayoyaona tukumbuke. Yesu alisema, anasema yatakapotimia tukumbuke kwamba yako kwenye Biblia, na kilicho kwenye Biblia lazima kitimie. Wakati mwingine mambo yanayotokea ni maandiko yanatimia, kwa sababu Mungu huona mwisho tangu mwanzo. Kwa hiyo ninaamini alishaona nyakati tulizo nazo hizi, mambo yote yatakayotokea aliona. Kwa hiyo mengine anajua kabisa kwamba yatakuja na yatatokea, na wale watakaoumia na kuteseka, ukienda kwenye kitabu cha Ufunuo anaeleza juu ya vifo vya watakatifu. Kwa kuna watakatifu watakufa, kuna watakatifu watauawa kikatili, kuna wana wa Mungu. Sasa huyu si alikuwa mtumishi wa Bwana, huyu si mwana wa Mungu, huyu si alikuwa anamtegemea Yesu, Mungu ameachaje namna hii? Kumbe kuna vifo vitakuja kwa walio watakatifu, na hata sasa wengine wameshauawa. Kuna waliouawa kabisa kimwili, wamekufa, hawapo duniani tena. Kuna wengine wamefungwa, wameuawa kisaikolojia, uniseme wamefanyiwa ukatili wa namna hiyo. Niseme wengine wananyanyaswa, wanateswa, kwa hiyo ni kama wameuawa kwa namna fulani, japo wanaishi bado. Kwa hiyo Yesu alisema, ametuambia hayo ili yakitokea tusianze kushangaa, tujue kumbe ni yale Yesu alisema. Yohana 16. Lakini kwa kitabu cha Ufunuo anaeleza hayo. Kwa hiyo tuendelee kutambua, tuendelee kujua kwamba hayo yaliyonenwa, mengine tutakayaona yanatokea, tusibaki tunaumia na kushangaa sana. Ni kwa sababu yalishanenwa, yalishaambiwa yatakuja, na Mungu alishaona, anajua watu watakavyoenda. Kuna hatua atafika, watafanya 1, 2, 3, watatenda 1, 2, 3. Lakini wewe uliye mwana wa Mungu, endelea kusimama imara tu. Sikiliza asemavyo katika mstari ule wa kule mbele kabisa wa mwishoni, Yohana 16 mstari wa 33. Anasema, hayo nimewaambieni mpate kuwa na amani ndani yangu. Ulimwenguni mnayo dhiki, lakini jipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu. Hayo Yesu anasema ametuambia hayo kwenye dunia hii, tutambue, tuelewe. Na anasema amani yake isiondoke ndani yetu. Anasema na amani yangu. Anasema, ngoja nirudie tena pale. Anasema hayo nimewaambieni mpate kuwa na amani ndani yangu. Amani yetu iendelee kuwepo. Pamoja na hayo yote, amani isiondoke. Anasema dunia ina dhiki, inaleta dhiki. Yako mambo mengi ya taabu, ya kuumiza, ya kujeruhi. Lakini Yesu anasema jipeni moyo, mimi nimeushinda. Yaani yeye ameushinda ulimwengu. Kwa anasema wengine watafanya kuua wakiwa na uhakika na kudhania na kuona kwao ni ibada, kwao ni sawa sawa. Bwana Yesu amenena hayo. Basi tuendelee kuwa na amani na imani, kwa kuwa yeye anajua yote, naye atatulinda na wala hatatuacha. Mahali pengine amesema, msiogope wanaoua mwili, wasiweze kuiua na roho. Ikiwa uko ndani ya Yesu na Yesu ndani yako, si wewe unayeishi, bali ni Kristo anayeishi ndani yako. Si mimi ninayeishi, ila ni Kristo ndiye anayeishi. Kwa hiyo yote ni kwa uweza wake, na nitapokea na tutapokea kwa uweza wake. Bwana akubarikie sasa. Pamoja na changamoto zozote za namna mbalimbali, tambua, elewa, fahamu, Bwana yu pamoja nawe. Hata nyamaza wala hata kuacha. Mungu anatupigania, atatupigania. Mungu amewezesha, anawezesha, ni msaada wetu. Yeye ndiye kimbilio, yeye ndiye tumaini letu. Asiyetuacha, asiyeacha mtoto wake akasogezwa mguu hatua zake, asiyeacha akaangamizwa. Utaangamia. Kuwa na imani, vaa ujasiri na ushujaa, usio muoga wala mwenye mashaka,
bali mwenye imani sana katika Kristo. Bwana Mungu Baba mwenyezi, asante kwa neno lako. Asante kwa kuwa umenena. Naomba mapenzi yako yakatimizwe, ili iwe vile ambavyo wewe Bwana umekusudia katika maisha yetu. Na kushukuru kwa sababu waliolikusudia huwa linatendeka, waliolikusudia huwa linafanyika. Nasi tutashangilia kwa kuwa umesema tuwe na amani yako, na ya kwamba kwa kuwa wewe umeushinda ulimwengu, na sisi tutashinda. Utashinda mpendwa, kwa jina la Yesu. Bwana Yesu, mpe mtu huyu imani na kuona ushindi. Tujalie watoto wako katika ulimwengu wa sasa kuona ushindi, ya kwamba umeandaa ushindi. Neno lako litaishi milele, neno lako la dumu milele, vizazi na vizazi. Mengine yote yatapita, neno la simama. Neno la Mungu la simama milele yote, katika jina la Yesu Kristo. Bwana akubariki, akuponye, akutie nguvu. Bwana afariji moyo wako. Baba, naomba faraja kwa wenye huzuni na uchungu na machozi. Ni wengi pia wanayo sasa kwa taifa hili na kwa dunia hii mahali mbalimbali. Naomba uponyaji, naomba